Feel the track, feel the track, feel the track. Baba mbona ukanikimbia? Maisha magumu ndo yalochochea. Na leo tuwacheki watu kuona ni kama jana tu, ni kama bado vijana wadogo. Kumbe ukiuliza miaka ndo miaka imeenda, lakini mionekano kama unaona mimi naitafuta sasa hivi miaka 44. Lakini ukilengaanza kusema hata tunalingana. Kwa hiyo mimi naamini wengi wetu au sisi tunajitambua na tunajua nafasi zetu na tusingependa kuzitia doa kwa namna yoyote, kwa sababu tushatengeneza status nzuri sana kwenye jamii yetu. Kwa hiyo hakuna mtu angependa kutia doa la aina yoyote kwenye status yake. Naamini itakwenda kuwa show kubwa sana. Yes. Okay, sawa. Haina noma bana. Mimi nikushukuru sana mzee. Na baba. Kankamulia maja machungwa na kiu koma. Wenye kuchamba wima wamezaliwa wanasema Domo Kaya fellow na. Nasema bubu kweli bana. Yes. Bana nakwaje kaka? Yes, knock ipa banjo moja verse 3. Piga kodi 2 na che moja. Digala Domo Kaya fellow from the click of Mandavaku. Baba. Itambo? Yeah, fresh sana tupo. Au sio? Yes. Misha nyingine town? Mungu anabariki, kikubwa uhai, uzima, zawadi ambayo inonoliki. Mapambano mengine yanaendelea. Bana upo kwenye listi, lakini samahani sana kwa kukumbushia machungu, by the way, kwamba ni kazi ya Mungu, haina makosa. Hii leo ni tukio kubwa sana la miaka 30 ya Bongo Flava. Wewe ni moja kati ya msanii ambaye ulitengeneza combination kubwa sana na ndugu yetu. So kitu gani ambacho maybe umekiandaa kuhakikisha kwamba na maintain pale ambapo mtakaperform ngoma ambayo mlimba pamoja? Uwezo wa Mandavaku kwenye mambo ya music, on the live performance, when it comes to live performance ni vitu ambavyo vinafahamika, tuna uwezo mkubwa. Tofauti kweli ni kwamba jukwaa kubwa kama hili nilistahili tuwe na mwenzangu. Mungu amempenda zaidi, aendelee kupumzika kwa amani, lakini hiyo hainipi mimi sababu ya kutowakilisha vyema au kutowakilisha vyema muziki wetu wa hip hop banjo. Na kila sababu ya kumwakilisha vyema kama vile yuko pembeni yangu, ingawa natamani angekuwa wawili, sababu wawili sio sawa na mmoja, lakini sasa nimebaki peke yangu, so lazima nikaze buti na uwezo wangu mimi kwenye live na uamini, na washabiki wa Mandavaku wa muziki wa ukweli wanajua. Kwa hiyo naamini nitafanya kile ambacho Mungu amenijalia kwa 100%, na naamini washabiki watafurahi sana. Okay. Yes. Yes, yeah. Tumeona sound check imekaa fresh kinoma, na watu kitu ambacho wanakitarajia zaidi kutoka kwako ni ile performance ambayo umewahi kuionyesha siku za nyuma, na iwe zaidi ya hapa, kwa sababu ile hapa ni tukio kubwa sana. Yeah. Yes, yeah. Tukienda kwenye moja kwa moja kwenye yoengo, tuambie mazingira gani ambayo umeandalia mashabiki wa Domo Kaya kuhakikisha kwamba bana hii leo panawaka hapa Man City? Hapa banjo tu kama kawaida. Sisi unajua tunapiga live, lakini kukuta mtu anapiga na kuimba ni nadra sana. So mimi nitaenda kuonyesha uwezo ambao, kama nilivyosema, uwezo ambao amenijalia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nitalia banjo pale kama tulizie one time. Feel the track, feel the track, feel the track. Baba mbona ukanikimbia? Maisha magumu ndo yalochochea. Yani kama tunafanya sound kama ambavyo ulikuwa na wakina Bob Marley wanafanya. Unavaa banjo lako, inakupa microphone pale, then unaonyesha hati yako, na maback vocalist wanakuwa kwa pale. Yani kama unavyoona the Wailers wana perform, ndo mimi the kind of performance naenda kuifanya pale leo. Yes. Nataka kizazi zaidi yani. Yani lazima nifanye kitu ambacho sio kila mtu anaweza kufanya. It's a very unique kind of style ambayo tunaiwakilisha, so lazima tufanye kwenye uwezo mkubwa sana. Sawa, ukiachilia mbali na wale wasanii ambao wameinspire nje, wengine tunawajua, wengine pia tuwajui. So umeandalia mazingira gani ambao ni wasanii chipukizi? Nadhani chipukizi walitakiwa wawepo hapa maeneo kama haya, ndio vile, kwa sababu ticket is sold out. Lakini nadhani wanahitajika wasanii, hata sio tu chipukizi, hata wasanii ambao wanasifika kwa sasa, nao walitakiwa wawe hapa kujifunza, kwa sababu sisi wanatuita wachonga. Tulifanya kitu na watu leo wanafaidika kutokana na kile, so walitakiwa waje waangalie pia Wakongo wanafanyaje jukwani, hasa when it comes to performance. Ndio. Okay. Sawa, bana Domo,
Moja kati ya kitu ambacho nahitaji pia nifahamu kutoka kwako tukielekea kwenye hili tukio, nyi wasanii ambao mlikuwa mnaimba muziki wa aina tofauti tofauti, lakini kubwa zaidi mlibezi zaidi kwenye utamaduni na mambo mazima ya culture na nini na vitu vingine kama hivyo hapo. So kuna wasanii wali drop down by the way, lakini wewe ni moja kati ya msanii ambaye bado unafanya muziki na kitoa ngoma, tunajua ngoma zinaenda na nini. Mmewaandaje hao wasanii ambao walikuwa wamedrop kwa muda, na pia amewatengeneza vipi kisaikolojia wahakikishe kwamba miaka 30 hapa tunaanza tena, yani kama mtoto anazaliwa upya, rudini kwenye game, bado nafasi yenu mnayo? Unajua sio sote tunawaandaaje, au most of them katika sisi sote most of us tuna miaka nadhani kuanzia 40 na kwenda juu. So kila mtu anajitambua, kila mtu anajua thamani yake, na sidhani ni labda kukumbushana tu kwamba watu watakuja kuona ladha tofauti sana jukwani, kwa sababu kila mtu ana uwezo wa binafsi tofauti, kila mtu ana style ya binafsi tofauti ambayo ifanani na style ya mwingine. Kwa hiyo sio kusema labda tunawaandaaje kisaikolojia, ni kwamba watu washajiandaa kisaikolojia, na ndio maana unaona watu wako wanafanya rehearsals, na nadhani watu wamefanya kwenye ubora mkubwa sana. Kwa hiyo performance jukwaa la leo ni jukwaa laki kubwa sana, na shows zitakwenda kufanyika ni performance kubwa, kwa sababu hata wasanii wanaenda kufanya performance ni wasanii wakubwa na wanajitambua wanachokifanya, wanajua thamani ya kazi zao, na ndio maana unaona wameweza kusurvive kwa miongo kadhaa. Kwa miaka zaidi ya 20 watu wanafanya, wapo kwenye tasnia, na leo ukiwacheki watu ukiona ni kama jana tu, kama bado vijana wadogo, kumbe ukiuliza miaka ndio miaka imeenda, lakini mionekano kama unaona mimi naitafuta sasa hivi miaka 44, lakini ukiangalia kusema hata tunalingana. Kwa hiyo mimi naamini wengi wetu sisi tunajitambua na tunajua nafasi zetu, na tusingependa kuzitia doa kwa namna yoyote, kwa sababu tushatengeneza status nzuri sana kwenye jamii yetu. Kwa hiyo hakuna mtu angependa kutia doa la aina yote kwenye status yake. Naamini itakwenda kuwa show kubwa sana. Yes. Okay, sawa. Haina noma bana. Mimi nikushukuru sana mzee. Na baba kankamulie maji machungwa na kiu koma, wenye kuchamba wima wamezaliwa wanasema domo kaya fellow knock. Yeah. Amani na tamasha la leo tarehe 10 mwezi wa 7 ni la amani, kuhakikisha mwanamke na mtoto hanyanyasi kwenye taifa hili la Bikira Maria. Sisi wa Kristo tunaita Bikira Maria, lakini Waislamu wanaita Bi Maria. Ni sawa na baba Yesu Kristo anaitwa Joseph, ila Waislamu wanaita Yusufu. Unalijua hilo? Wewe ni Muislamu? Ndio. Mnamuita nani? Yusufu. Wa Kristo unamuita nani? Joseph. Ni wale wale. Baba mmoja, Mungu mmoja. Sisi. Karibu sana. Shukran sana. Tumeona sound check tayari imefanyika hapa Mlimani City, lakini pia leo ni kama birthday ya siku ya miaka 30 ya Bongo Flava. Ama hakika amefanya kazi kubwa sana na tunaona impact yake ambayo ameifanya. Wewe ni moja kati ya mtu ambaye umechonga barabara na ramani pia ya matunda ya muziki hapa nyumbani Tanzania. So unajisikiaje kuwa ni moja kati ya msanii ambaye anaenda kuonyesha kila kitu ambacho alikifanya mwanzo? Ninachowashauri tu wasanii wenzangu wote, Tanzania kulikuwa na figisu ya wasanii kutenganishwa. Kwa hiyo is our time to come back. Ni muda wetu wa kuzaliwa upya. Kwa hiyo kila msanii, kama tiketi zishauzika, zimeshaisha, waheshimiwa wabunge wote ndani, mawaziri ndani, unaweza ukashangaa usiku Dr. Samia Suluhu Hassan yupo. Kwa hiyo kwa muda unaogewa utumie vizuri, ili baada ya hapo twende mikoa yote inayofuata. Vitu gani ambavyo vimetenganishwa hapa katikati? Yaani ilikuwa kuna watu, unajua kulikuwa na sisi chama cha wasanii Tanzania kinaitwa TUMA. Tanzania hapa ni Music Association, Stella Thomas anajua. Lakini kuna wauni wakaanzisha chama kikasajiliwa kinaitwa Bongo Flava Unity. Ndio kulikawepo weusi kule, wakina Nandi. Unajua ukitaka kuwatawala watu au jamii yote, make sure they are separated. Huwezi kuwatawala watu walio unity. Mtu wote anayetaka kutawala watu lazima hakikishe mko separated, alafu anahakikisha muwe na njaa. You get my point? Yes. Kwa hiyo kwenye muziki wetu hivyo vitu vili vilifanyika, lakini this time angalia malegendary ambao tunacheka pamoja, tunafurahi pamoja. Nafikiri unaona ni Mwenyezi Mungu
kasimama, alitupa vipaji. Kwa kama Mwenyezi Mungu alipa vipaji, waheshimiwa wameshanunua tiketi zote. Tiketi zote sasa hivi zote zishauzwa. Kila msanii kwa dakika ambazo unapanda jukwani, hakuna msanii bila shabiki. Utajiri wa msanii ni shabiki. Mimi nitakachokifanya leo usiku, siji Mlimani City kuja kumdisappoint mshabiki yoyote. Mimi nasema na kijiji, you better watch your back. Yes, I got you.